Tunaweza tukatazama ni nadharia zipi ambazo zinafafanua kuhusu tatizo hili la watoto mitaani. Okay. Katika upande wa nadharia kwanza hapo tunasema mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani. Mtoto anayeishi mtaani na kufanya kazi mtaani tunamuita off the street. Mtoto ambaye anafanya kazi mtaani lakini anarudi nyumbani on the street. Sasa wapo wataalamu mbalimbali ambao walizungumzia nadharia tofauti tofauti ambao zinahusiana hasa na mtoto, lakini kiujumla na ya mtoto wa mtaani, street children and everything. Tuna kitu kinaitwa ecological system theory. Sasa hii ni nadharia ambayo yenyewe imejikita katika masuala ya mazingira kiujumla. Yale mazingira ndio yanayomfanya yanamdetermine yule mtoto. Na hapa amejikita katika sehemu kuu zipi? Mazingira katika familia, serikali, jamii na uchumi kiujumla. Kwa hiyo ni nadharia ambayo imejikita katika sehemu zote. Mtoto anapokaa katika mazingira ambayo hayampi upendo, hayampi amani, ataondoka. Ataenda sehemu nyingine kutafuta sehemu ambayo anafikiri hii inampa upendo, inampa amani. Amjai kuona kwamba mtoto unakuta amebanwa sana, lakini ngaa mwishoni unaibukia ndo amepata mimba. Unajiuliza mzazi, sasa hii imekuaje? Mbona mtoto nimemweka katika mazingira mazuri? Kwa hiyo yale mazingira ya mtoto unaomweka ndio yanamtengenezea yeye. Ndio maana leo utaenda mtaani utakuta huyo mtoto mtaa umemfanya avute sigara, mwingine asivute sigara. Mwingine ni muuni, mwingine sio muuni. Jamii vile vile. Jamii saizi ni tunaita ni wabinafsi. Ni selfish. Mimi hapa ninamwangalia mwanangu tu mzuri, amefanya hivi kumtengeneza katika njia iliyokuwa salama, lakini simwangalie wa jirani yangu. Kwa wakati mwingine inakuwa ni shida. Uselfish unakujaje? Kwa sababu kama miaka ya nyuma, kipindi cha nyuma, wazazi walikuwa wanaishi mtoto wa mwenzio ni wa kwako. Leo nini kimewashinda? Nini kimeshindikana? Yaani nini kimekosekana? Unajua maisha yanabadilika. Ndio maana saizi hata ukikaa utasikia wazee wa zamani bana, sisi zamani ilikuwa hivi. Kwa hiyo kadri maisha jinsi yanavyobadilika ndio jinsi phases ya mtoto kupatikana mtaani inavyoendelea kuwepo hivyo. Moja ya sababu watoto si wanatoka unakuta kuna kitu kinaitwa urbanization. Wanatamani sana lesele mdola, anatamani sana kwenda Dar es Salaam.